Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante kwa wote ambao mmekuwa mkitufuatilia kwenye vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivirusha kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, na kwa wewe ambaye unafuatilia kwa mara ya kwanza, ni wakati mzuri wa kulike, kusubscribe pamoja na kucomment ili jumbe hizi ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Naamini vipindi hivi ni baraka kwako, na nina uhakika kabisa pia hata kupitia kipindi hiki maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Neno la Mungu linasema kama vile ambavyo mvua inanyesha kutoka mbinguni mpaka kwenye ardhi na tunaona matunda ya hiyo mvua, hivyo hivyo neno la Mungu halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake. Kwa neno la Mungu lina kitu limekusudia kwenye maisha yako. Hapa nataka tujifunze somo linasema kumaliza kwa ushindi mambo uliyoyaanza. Yosh TTTV, ufalme wa Mungu duniani. Nataka tujifunze somo linasema kumaliza kwa ushindi mambo uliyoyaanza. Najua tunaishi kwenye dunia ambayo tuna mambo mbalimbali ambayo tunayaanza. Kuna vitu mbalimbali na kuna hatua vitu mbalimbali ambavyo tunatamani kuvifanya. Lakini katikati ya kufanya hayo mambo tunayoyafanya, ni wengi sana ambao wamekuwa wakianza mambo lakini wanashindwa kumaliza. Lakini sio wote ambao wanashindwa kumaliza, wako ambao wanamaliza na wanamaliza vibaya. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya mchakato wa kufanya kitu mpaka kizaliwe au kitokee, kuna mchakato wa muda mrefu. Kuna vitu vya muda mrefu sana ambavyo vinatokea. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8, Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8, neno la Mungu linasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Neno la Mungu linasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Sasa watu wengi wamekuwa wana nguvu ya kuanza lakini wanakosa nguvu ya kumaliza. Na Mungu amejitambulisha kwetu kama yeye ni mwanzo alafu ni mwisho. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 1 mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Tunaona Mungu yeye ni mwanzo tena ni mwisho. Yeye ni Alfa tena ni Omega. Manake ni kwamba pamoja na kwamba tunaanza mambo, anakuwa pamoja na sisi tunapoanza mambo mbalimbali, lakini pia huyu Mungu anakuwa na anatamani kuwa pamoja na sisi tunapomaliza mambo yetu. Kwa hiyo ndio maana amejitambulisha yeye kama Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo tunavyoendelea, pendwa mtazamaji, lazima ufahamu kwamba kuna vitu ambavyo umevianza, umetamani kukata tamaa, umetamani kuishia njiani. Niko hapa kukutia moyo kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na atakusaidia. Na nitazungumza tu kipindi ambacho unafikiri majira umechoka, unafikiri majira ya kukata tamaa, kipindi ambacho una sababu nyingi za kukata tamaa, hicho ndio kipindi cha wewe kuendelea kusimama na kusonga mbele. Mungu anatamani kuwa pamoja na sisi, kutusaidia kutimiza mambo mbalimbali ambayo tumeanza. Kitabu cha Wafilipi sura ya 1 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Anasema yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwetu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kwa hiyo Mungu ana mpango mwema na maisha yetu. Anatamani kazi njema ambayo ameianza pamoja na sisi tuweze kuimaliza. Lakini dunia sasa ina changamoto, ina mambo hapa na pale, kuna kuchoka, kuna kukata tamaa, kuna kuishiwa nguvu na vitu vya hapa na pale, lakini bado lazima tujue kwamba Mungu anatamani tumalize, na tumalize sio tu tumalize, anatamani tumalize kwa ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi ya shetani ni nini? Kazi ya shetani ni kuharibu. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10, mwivi ajili aibe, auwe na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili ninyi muwe na uzima, tena muwe nao tele. Yesu ana mpango mzuri na maisha yetu. Anasema for I know the plans I have for you, na najua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ni mawazo mema, ni mawazo ya amani. Anasema kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwishoni. Tusome huu mstari. Kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11, anasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya,
kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anataka kutupa matumaini mwishoni. Pamoja na kwamba yeye ni Alfa, ameanza na sisi, lakini bado anataka kutupa matumaini mwishoni. He wants us to finish strong. Anataka tumalize tukiwa na nguvu. Kwa sababu anataka tumalize tukiwa tuna nguvu, kuna jambo Mungu anatamani kulifanya kwenye maisha yetu. Sasa pale inapotokea adui anajua kwamba Mungu kuna jambo anataka kulifanya, kuna mwisho mwema anatamani kutimiliza kwetu, maana maandiko yanasema ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Anatupa kuchoka, anatupa kukata tamaa, anatupa kuishiwa nguvu. Huku kwetu wanasema kuishiwa pawa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nina habari njema. Mungu anasema anataka kutupa matumaini katika siku zetu za mwishoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kawaida kwenye safari kuchoka, ni kawaida kwenye safari kukata tamaa, ni kawaida kwenye safari hata kuishiwa nguvu, lakini tukilianza jambo tunapaswa tulimalize. Kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 28, neno la Mungu linasema hivi: maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi, watu wote wanaoona wakaanza kumdhihaki. Kumbe tunapojenga, tunapoanzisha mambo tunashindwa kuyamaliza, kuna watu wanatudhihaki, tunafungua mlango wa watu kutudhihaki. Kwa ninaamini pale ambapo wewe umekaa, umeamua kuacha mambo yote, umekuja kulianza hilo jambo lolianza, manake ulikuwa umeshahesabu gharama na upo tayari kulipa gharama ya kumaliza hilo jambo. Iwe ni safari ya kielimu, iwe ni nyumba unaijenga, iwe ni vitu mbalimbali ambavyo umevikusudia na kuombea, iwe kuna jambo ambalo unalihitaji, unamngoja Bwana kwa muda mrefu na kuombea Mungu akupe mwisho mwema. Iwe ni safari yako ya maisha hapa duniani, iwe ni safari yako ya wokovu, ni moja la jambo ya kumwomba Mungu sana kwamba Mungu nisaidie niwe na mwisho mwema, maana ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Mwisho wako usije ukawa mbaya kwenye wokovu, mwisho wako usije ukawa mbaya kwenye kitu chochote kile unachokifanya. Mungu akupe kuwa na mwisho mwema, kwa sababu kupitia mwisho mwema Mungu atatukuzwa na Mungu atajidhihirisha na watu watajua ya kwamba Mungu ndiye ambaye amekusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Na hata Bwana Yesu akiwa kwenye maisha yake hapa duniani, mwisho ulipokuwa umekaribia, alichoka, alitamani kikombe kimwepuke. Mathayo sura 26. Mathayo 26 mstari wa 39 mpaka 41. Neno la Mungu linasema hivi: akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akiomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama ninavyotaka mimi, bali kama utakavyo wewe. Imagine, Yesu anaomba, anamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wakati ndio kazi aliyokuja kuifanya. Hiyo ndio sababu ambayo ilimfanya aishi hapa duniani. Lakini alifika majira Yesu alichoka. Sio hivyo tu, Elia, nabii wa Mungu jasiri, aliyeweza kuua manabii wa Baali wengi, tunaona na yeye kuna majira alifika alichoka. Kuna majira alifika mambo yalikuwa hayaendi, akawa anamuomba Mungu hata afe. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 4. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 4. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mteremu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Tunaona hali ya kuchoka iliingia kwenye maisha ya Elia mpaka akawa anatamani afe kama walivyokufa baba zake. Najua kuna mtu awezekana nazungumza na wewe, umechoka, umekata tamaa,
unatamani hata bora ungeondoka kwenye ulimwengu. Niko hapa kukutangazia habari njema ya kwamba Mungu ana mpango na wewe. Mungu anataka kujitukuza kupitia wewe. Mungu anataka kuonekana na kudhihirisha ukuu wake kupitia wewe. Hautakufa hapo ulipo. Inuka uendelee mbele. Inuka upige hatua. You cannot fly, run. You cannot run, walk. You cannot walk, crawl. Make sure you keep moving. Hauwezi kupaa, kimbia. Hauwezi kukimbia, tembea. Hauwezi kutembea, tambaa. Endelea mbele. Safari ya wokovu inahitaji kuendelea mbele. Safari ya kwenye maisha inahitaji kuendelea mbele. Usikate tamaa, usitamani kufa, usitamani kuishia hapo. Bado kuna safari, bado lipo tumaini. Neno la Mungu linasema bado tumaini lipo kwa mti uliokatwa, maana kwa harufu ya maji utachipua tena. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe nguvu ya kusimama tena. Mungu akupe nguvu ya kutembea tena. Mungu akupe nguvu ya kuinuka tena. Ndio maana maandiko yanasema usifurahi juu yangu wewe adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Bado kuna kusimama, bado kuna kuinuka. Haijalishi watu wangapi wanakucheka, haijalishi unaonekana kama umeishiwa, haijalishi kila mtu akikutazama anaona kama umepoteza. Nataka nikuhakikishie Mungu ana mwisho mzuri ambao ameuandaa kwa ajili yako. Mungu ana kesho nzuri ambayo ameiandaa kwa ajili yako. Mungu ana hatima njema ambayo ameiandaa kwa ajili yako. Unachopaswa tu kukifanya ni kutokukata tamaa. Unachopaswa tu kukifanya ni kumwomba Mungu akupe mwisho mwema. Mwombe Bwana akupe mwisho mwema. Mwombe Bwana akusaidie. Usije ukaishia pabaya. Usije ukaishia njiani watu wakakudhiaki na kukucheka. Usije ukaishia njiani ukafika mahali ukatamani hata kufa. Hapana, hapana. Tuna sababu nyingi zaidi za kuishi kuliko sababu nyingi za kufa. Watu wengi mimi huwa ninashangaa na huwa ninasikitika. Mtu anaamua kufanya maamuzi mabaya hata ya kujiua. Eti kwa sababu tu kuna vitu havijakaa sawa. Nataka nikwambie Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu ambaye anaweza kubadilisha maji kuwa divai na ikawa divai iliyo nzuri kuliko ya kwanza ambayo imetengenezwa kwa ustadi. Ndiyo Mungu huyo huyo anaweza kubadilisha hali yako ya leo ikawa nyingine siku ya kesho. Na kuombea Mungu akupe neema ya kuwa na mwisho mwema. Mungu akusaidie uwe na mwisho mwema. Mungu akusaidie hapo ulipokwama usikwame tena katika jina la Yesu. Mambo ya msingi ya kuyaangalia yatakao kusaidia kuwa na mwisho mwema. Jambo la kwanza, unahitaji neno la Mungu. Unahitaji neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula cha uzima. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza hiyo sura ya 19 mstari wa 7, neno la Mungu inasema hivi: Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda kwa nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Sasa angalia, mstari anasema akatazama, kumbe pana mkate umewekwa juu ya makaa. Mkate ni neno la Mungu. Mimi naamini neno la Mungu linaweza likakusaidia. Tafuta neno la Mungu kwenye hali unayoipitia. Tafuta neno la Mungu kwenye changamoto unayoipitia. Mungu atakusaidia na maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Elia alipewa neno. Mungu anapotaka kuyasaidia maisha yako atakupa neno. Kwa hiyo tafuta neno la Mungu. Tafuta msaada wa Mungu. Tafuta kujifunza neno la Mungu. Tafuta kujua Mungu anasema nini kupitia hali ulionayo. Hata kwenye nyakati ambazo unaona kama Mungu yuko kimya. Wakati unapomwona Mungu yuko kimya ndio wakati ambao Mungu pia anazungumza. Hata kwenye ukimya Mungu huwa anazungumza. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye alijitambulisha kama ndio mkate. Kwa mkate aliopata Elia, inawezekana ulikuwa ni mkate wa mwili, lakini ulikuwa unathibitisha, ulikuwa ni ufunuo wa kwamba tutapokea mkate ambao ni neno la Mungu. Dumu kwenye neno la Mungu. Give attention to the word of God. Msikilize Mungu anasema nini kupitia hali unayoipitia. Kitabu cha Yohana mtakatifu ile sura ya 6 mstari 35. Neno la Mungu linasema hivi:
Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Yesu akawaambia, mimi ndicho chakula cha nini? Cha uzima. Neno la Mungu lina uzima wa kukusaidia kwenda umbali mrefu. Imagine mtu ambaye alikata tamaa, alivyopata neno moja tu lilimsaidia kutembea kwa siku 40. Kumbe unaweza ukapata neno la Mungu likakusaidia kutembea. Imagine huyu jamaa alipata mkate tu, huyo Elia ulimsaidia kwenda kwa siku 40. Na wewe unahitaji neno la Mungu tu kukusaidia kwenda kwa miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao ukatao kuwili, tena linaweza likagawanya nafsi na roho. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, nenda kamuombe Mungu. Sasa watu wengi wanapopita kwenye vipindi vigumu wanaacha kuomba. Hii ni hatari mbaya sana. Nenda kaombe Mungu. Tunamuona Yesu kwenye kitabu cha Luka ile sura 22 41 mpaka 43, neno la Mungu nasema hivi: naye akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba, akasema, ee Bwana, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, wala si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Mstari wa 43, malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Kuna kitu hapa nataka ukione. Yesu alipokuwa kwenye hali ya kuchoka, alitafuta mahali pa kuomba. Wakati ambao unajiona umechoka, wakati ambao unasikia kukata tamaa, wakati ambao unasikia kuishia hapo ambapo umefika, nataka nikwambie, tafuta nafasi, nenda kaombe. Sio hivyo tu, hata Elia alienda kuomba. Alivyoomba, malaika wa Bwana waliwatokea wote wawili kwenye nyakati mbili tofauti. Kumbe malaika ni nani? Malaika ni watumishi ambao Mungu ameweka kwenye maisha yetu ili kututumikia. Ndivyo neno la Mungu linavyosema kwenye kitabu cha Waebrania, ile sura ya 1 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: hao si roho watumikao waliotuma kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Au ni malaika ambao Mungu amewatuma kutuhudumu sisi tulio urithi wokovu. Sasa tunavyokaa kwenye maombi, tunavyoenda kwenye maombi, tunampa Mungu nafasi ya kutuma hata malaika wake watutie nguvu. Elia alivyokaa kwenye maombi, malaika walikuja walimtia nguvu, walimpa naneli, walimpa mkate pamoja na maji ambayo mkate ule ulimsaidia, alivyokula ulimsaidia kutembea kwa siku 40. Hata wewe malaika wa Bwana anaweza akaja akakutia neno, akakupa neno la kukusaidia likakupeleka umbali mrefu kuliko hapo ulipokwama. Yesu malaika alikuja pia naye akamtia nguvu. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuactivate utendaji kazi wa malaika kwenye maisha yako ni wewe kuwa mtu wa maombi. Ni wewe kuwa mtu wa maombi. Ni wewe kuwa ni mtu ambaye unakimbilia kwenye magoti. Wanasema hivi, miguu yote ambayo inaweza inapiga magoti sana kwa Mungu ni miguu ambayo inasimama sana kwenye maeneo mengine. Mtu ambaye anatoa sauti kwa Mungu, sauti yake kwa Mungu ni sauti ambayo huku nje inakuwa ina mamlaka. Kwa hiyo ndio maana anasema mara zote, for a mankind plight is not an option. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Tunamtulia Yesu mizigo yetu, tukimtwisha fadhaa zetu, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Kwa namna gani? Kwa maombi. Go and pray. Akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate nini? Tamaa. Yesu alituonyesha mfano, alienda kuomba. Elia alituonyesha mfano, alienda kuomba. Na tunaona all of them walikuja na ushindi. All of them walitimiza lile kusudi ambalo Mungu amewakusudia. All of them, hakuna ambaye aliishia njiani na maisha yake aliharibikiwa njiani. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, mngoje Bwana. Umeshaomba, Mungu ameshakupa neno na bado mambo hayajabadilika, endelea kumngoja Bwana. Kuwa na subira kwenye uwepo wa Mungu. Kitabu cha Isaya sura ya 40 kuanzia mstari wa 29. Neno la Mungu linasema hivi: huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka,
watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Endelea kumngoja Bwana. Na mngoja Bwana kwa namna gani? Kwa kumtumaini, kwa kuendelea kumuomba, kwa kuendelea kumwamini. You just wait upon the Lord. Ngoje Bwana. Endelea kumngoja Bwana. Endelea kumngoja Bwana. Utaona kuna kitu kinatokea cha ajabu sana kwenye maisha yako. Sio hivyo tu. Ukiona hali ya kuomba peke yako imekuwa ngumu, tafuta prayer partners, tafuta watu wa kuomba nao. Tafuta watu ambao utashirikiana nao kuomba. Kuna majira ambayo unahitaji watu wa kukushika mikono, kukusaidia kuomba. Na ndio maana ni muhimu kama una familia kuifanya familia yako yote iwe waombaji, ambao mtashirikiana na mtasaidiana, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo ni very personal, huwezi kumshirikisha kila mtu, lakini utaweza kumpelekea kila mtu kwa sababu huna watu wa kuomba nao. Inatupasa kuomba. Yesu anatuonyesha mfano kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari 36 mpaka 37. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro, wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Yesu aliwachukua prayer partners wake, alimchukua Petro, Yohana pamoja na Yakobo, akaenda kusali pamoja nao. Wewe unaomba na nani? Mambo yakiwa magumu unaomba na nani? Unafanyaje? Au unaandika tu kwenye mitandao sasa? Unakaa chumbani unalia peke yako? Ni rahisi kupata depression, ni rahisi kupata changamoto nyingine za afya ya akili na mambo kama hayo. Lakini ukiwa na mahali ambapo unaweza ukasemea kwenye uwepo wa Mungu, unatengeneza mazingira ambayo ni marahisi. Kuna wakati huwezi kuomba peke yako, lakini unapokuwa pamoja na mwenzako unafanya mambo yanakuwa mepesi. Tafuta watu wa kuomba nao. Sisi sio kisiwa, sisi ni watu. Tafuta watu wa kuomba nao. Kuwa na watu ambao unaweza ukawashirikisha mambo yako nao wakayabeba kama ya kwao. Tunaona wanafunzi wa Yesu walimwaibisha kidogo, walimwangusha. Aliwaambia waombe, walilala, lakini walau alikuwa na watu ambao anaweza akawaamini, akawaonyesha ule uchungu alionao. Lazima uwe na watu ambao unawaamini, unaweza ukawaonyesha ile sehemu ya udhaifu wako, na bado akakupenda, na bado akakuheshimu, na bado akakufurahia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Tunaona hata Musa aliomba na Haruna pamoja na Huri. Kitabu cha Kutoka sura ya 17. Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: wakati huo wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchague watu ukatoke ukapigana na Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mikononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa, Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikiwa Musa alipoinua mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akakalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu, mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Angalia, Musa alikuwa na Haruna pamoja na Huri, akachoka, lakini bado ushindi wake ulikuwa unategemea maombi. Ushindi wa vita aliokuwa anapigana Yoshua ulikuwa unategemea bado maombi. Ilibidi watu wamtegemeze. Tafuta watu ambao unawaamini, ambao mtashirikiana kwa pamoja na mtaweza kuomba pamoja. Itakuwa baraka na maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa, katika jina la Yesu. Utavuka na utatoka hapo ulipo. Kitu kingine, kumbuka ushindi ambao Mungu amewahi kukupa. Najua kuna wakati unaweza ukakaa unajiona tu kama wewe hamna kitu ambacho Mungu amewahi kukufanyia. Kumbe kuna mambo mengi sana Mungu amekufanyia. Hebu kumbuka hayo, yatakupa nguvu ya kupigana na kilichoko mbele yako na kukusaidia kwenda mbele zaidi. I love this. Napenda sana huu mstari. Napenda sana huu mstari wa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Habari za Goliath na Daudi. Sura ya 17 mstari 36. Neno la Mungu linasema hivi:
mtumishi wako alimuua simba na dubu, na huyo Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Jamaa anajaribu Daudi anajaribu kumuonyesha Sauli kwamba Bwana, huyu jamaa ni kweli ni threat kwangu, hii kweli ni changamoto kwangu, lakini I have experience. Nimewahi kushinda huko nyuma. Niliua simba, niliua na dubu nilipokuwa mchungaji. The same ways, the same God aliyenisaidia kule atanisaidia na hapa. Kwa usikae mahali kana kwamba yani uje wewe kupata ushindi wote. Hapana, you have history. Una historia ya kushinda. Kuna mahali Mungu alikusaidia, kuna mahali Mungu alikutetea. Hebu chukua huo ushindi iwe sababu ya kumwambia Mungu, uliyenifanyia hivi, najua na hili utanifanyia, kwa sababu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Na kuombea Mungu akupe neema ya kushinda, na uweze kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Naamini ujumbe huu umekuwa baraka kwenye maisha yako. Una hali ngumu unaipitia, unatamani kuvuka. Kuna mahali umekwama, unatamani msaada. Na Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haya maisha bila ya uwepo wa Mungu na bila kumpokea Yesu Kristo moyoni mwako ni giza na utupu. Mpe Yesu maisha yako. Mwamini kwa moyo wako, kiri kwa kinywa chako, tubu, iamini Injili, badilika. Kutubu maana yake kugeuka. Acha mwenendo mbaya, anza mwenendo mpya, anza maisha mapya. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Utapata msaada wakati ambao unahitaji msaada, maana yeye anaitwa baba wa yatima, anaitwa mume wa wajane. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Unatamani kumpa Yesu maisha yako? Tamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nifuatie maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nakupenda. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Nimekuamini kwa moyo wangu na ninakukiri kwa kinywa changu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisaidie katika jina la Yesu. Amen.